Asubuhi ile, Dar es Salaam ilikuwa inazungumza. Sio kuhusu siasa, sio kuhusu bei ya mafuta. Ilikuwa inazungumza kuhusu Bella. Video ile haikusambaa kama walivyotarajia. Badala ya kunivunja, ilinifanya nisimame. Lakini kila kitu kilikuwa bado hakijafika mwisho. Hemed aliingia sebuleni akiwa na simu mkononi. "Bella," alisema. "Mtu mmoja amekubali kuzungumza." Nilihisi kifua kinabana. "Nani?" Hemed alinyamaza kwa sekunde chache. "Binamu yangu." Maneno yale yalinikata miguu. "Binamu? Wa damu?" "Ndiyo." Tulikaa chini. Hemed alianza kusimulia. "Kabla hujaingia kwenye maisha yangu, kulikuwa na mambo mengi ya kifamilia. Kulikuwa na mgawanyiko wa mali, wivu, hasira zilizofichwa." Nikaanza kuelewa. Uhusiano wangu na wewe uliwasha moto waliokuwa wanauficha. Tulikutana naye jioni ile. Alikuwa kijana wa makamo. Uso wake ulionyesha hofu na hatia. "Sikutaka ifike hapa," alisema. "Nilitaka kumfundisha Hemed somo." Nilisimama. "Kwa kunitumia mimi?" Alishusha kichwa. "Sikujua utapata maumivu kiasi hiki." Nilicheka kwa uchungu. Hakuna mtu anayefanya uovu kwa bahati mbaya. Alikiri kila kitu. Nilikuwa na mawasiliano na Romi. Nilimpa pesa. Nilimtumia kama chambo. Hemed alisimama ghafla. "Wewe ni familia yangu." Niliogopa kupoteza kila kitu, binamu alisema. "Na ulipokuja na Bella, nilihisi nimefutwa." Maneno yale hayakuwa kisingizio. Hebu ngoja, samahani, kabla hatujaendelea na utamu huu. Kama unaifurahia simulizi hii, naomba ubonyeze alama ya like hapo chini kuipa nguvu video hii. Pia, hebu niandikie kwenye comment, unadaka simulizi hii ukiwa wapi? Mfano, natazama nikiwa Tukuyu Mbeya au nipo Iringa mjini. Dondosha komenti yako sasa hivi nami nitapita kukujibu. Kisha tuendelee na story. Sauti ya maamuzi ya kisheria. Wakili aliingilia. "Kila kitu kimeandikwa," alisema, "na kitatumika." Binamu alitetemeka. "Niko tayari kubeba lawama," alisema. "Lakini tafadhali." "Hapana," nilisema. "Huu si wakati wa tafadhali." Sauti ya mapenzi yanayopimwa. Baada ya mkutano, nilikaa kimya. Hemed alinifuata. "Samahani," alisema, "kwa kukuleta kwenye vita ambavyo hukuvianzisha." Nilimwangalia. "Mapenzi sio kukimbia vita," nikasema. "Ni kusimama pamoja." Alinikumbatia. Lakini nilijua kitu bado kilikuwa kinanisumbua. Sauti ya swali kubwa. "Hemed," nilisema taratibu, "je, utanichagua hata kama dunia itanihukumu?" Alinishika uso wangu. "Nilikuchagua kabla dunia haijazungumza." Lakini macho yake yalionyesha mzigo. Sauti ya mwisho, onyo jipya. Usiku huo, simu yangu ilipokea ujumbe mmoja wa mwisho. Namba ya kimataifa. "You think it's over? It's just beginning." Jina lililoonekana chini ya ujumbe, Romi. Nilimtazama Hemed. Nikamwonyesha ujumbe. Uso wake ukabadilika. "Bado hajakata tamaa," alisema. Moyo wangu ukadunda. Je, Romi anarudi kulipiza kisasi? Je, uhusiano wa Bella na Hemed utahimili shiniko la mwisho? Na ni gharama gani ya usindi wa ukweli? Ujumbe wa Romi ulikaa kwenye simu yangu kama sumu isiyotoa harufu. "You think it's over? It's just beginning." Nilikaa kimya. Sikulia. Sikupiga kelele. Nilikuwa nimechoka, lakini sikuwa dhaifu tena. Nilishawahi kukimbia, nilishawahi kuficha, lakini sasa
Hakuna kitu cha kunifanya nitetemeke. Hemed alichukua simu yangu. Akaisoma ule ujumbe. Hataki kukubali kushindwa, alisema. Lakini sasa tumebadilika. Nilimtazama. Hemed, nikasema, sitaki kuishi maisha ya kuogopa. Alinishika mkono. Wala hutafanya. Asubuhi iliyofuata, Romy alikamatwa. Ushahidi ulikuwa tayari. Ujumbe, miamala, ushirikiano na binamu wa Hemed. Hakukuwa na mahali pa kukimbia. Nilipopata taarifa, sikuruka kwa furaha. Nilivuta pumzi tu. Mwisho wa giza, nikasema kimya kimya. Hadithi ilibadilika. Vyombo vya habari havikuniita tena msichana wa video. Vilianza kuniita mwanamke aliyesimama. Wanawake walinitumia ujumbe. Ulinipa jasiri. Asante kwa kusema. Nilijua maumivu yangu hayakuwa bure. Mpenzi mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, karibu sana kwenye familia yetu. Tafadhali usiondoke bila kubonyeza neno subscribe, na muhimu zaidi, gusa hiyo alama ya kengele. Hii itakusaidia kuwa wa kwanza kupata taarifa au notification kila tunaposhusha mwendelezo wa simulizi hii mpya. Karibu tuwe pamoja. Lakini usiku moja nilikaa peke yangu. Nikajiuliza swali ambalo nilikuwa nikilikimbia. Je, nipo na Hemed kwa sababu nampenda au kwa sababu alinisaidia? Nilimuita. Tulikaa kimya. Hemed, nikasema, nataka nikuambie kitu. Nisikilize, alisema. Ninakupenda, nikasema, lakini sitaki kuolewa kwa sababu ya deni. Hemed alitabasamu. Na mimi sitaki kukuoa kwa sababu ya huruma. Nilimwangalia. Basi, tufanye nini? Hemed alishika mikono yangu. Tuchukue muda. Tujipone. Tujijenge. Nilishtuka. Utaniacha? Nitakusubiri, alisema. Kwa sababu mapenzi ya kweli hayalazimishi. Machozi yalinitoka. Lakini yalikuwa machozi ya amani. Miezi kadhaa baadaye, nilirudi chuoni. Nilifungua magahawa mpya mdogo. Poppy aliendelea vizuri shuleni. Sikuwa tena msichana yatima aliyekuwa anaogopa kesho. Nilikuwa mwanamke anayechagua kesho yake. Nilisimama mbele ya kioo. Nikajiambia, sio kila aliyekusaidia anamiliki maisha yako. Sio kila aliyejaribu kukuvunja alishinda. Na sio kila maumivu yanakuja kukuangamiza. Nilitabasamu. Jina langu ni Bella. Na hii ndiyo hadithi yangu. Enda. Mwisho wa msimu wa pili. Lakini, kabla skrini haijazima kabisa, simu yangu ikaingia ujumbe mmoja wa mwisho. Tutaonana tena. Jina halikuonekana. Nikantazama simu. Nikazima. Kwa utulivu. Na huu sio mwisho wa burudani. Hapa kwenye chaneli yetu tuna maktaba ya simulizi nyingine kali ambazo huenda bado hujaziona. Kuna visa vya mapenzi, ujasusi na mikasa ya kweli inayotikisa. Usiondoke kapa. Chagua moja kati ya video zinazoonekana hapo kwenye kioo chako sasa hivi na uendelee kuburudika.